Haleluya, haleluya, haleluya mwanafamilia. Mungu akubariki sana, nikualike sana katika maombi ya asubuhi. Nichukue nafasi kwanza tumshukuru Roho Mtakatifu kwa neema kubwa. Baba yetu mwema, mfalme unaishi na kumiliki na kutawala. Tunakutukuza watoto wako, tunakuinua mfalme. Pokea sifa Mungu wetu, mfalme wa falme, Bwana mabwana. Tumeona neema tena asubuhi ya leo, tumeona upendeleo wa kimungu. Umetupenda kwa namna ya ajabu na kwa namna ya tofauti. Tunanyenyekea mbele zako Bwana, tukiomba toba na rehema. Ututakase Bwana Yesu kwa damu yako ya thamani. Unajua uovu wetu, ya kwamba sisi ni waovu, hatustahili kabisa hata kuitwa watoto wako. Neema yako Bwana imetustahilisha. Macho yetu tunainua, tunautazama msalaba na damu yako iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya wokovu na kwa ajili ya msamaha. Baba, ututakase kwa hiyo damu, takase na kweli yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, umesema hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Baba wa mbinguni, tumenyenyekea mbele zako Roho Mtakatifu, tukisii rehema zako tena. Tutakase Bwana Yesu, tusafishe kwa damu ya mwana kondoo. Ruhusu tena utukufu wako tena asubuhi ya leo. Asante Bwana Yesu kwa sababu unatupendelea tena kwa utukufu wako. Asante Jehova kwa neema ya ajabu na kwa utukufu wa ajabu. Pokea sifa mfalme wa falme kwa kutupa tena utukufu wako mwingine na neema nyingine kwa ajili ya kuisimamisha kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, 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 amina. Na unaweza comment sema amina, amina, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Kama hujasubscribe channel hii, ni kuombe chukua nafasi ya kusubscribe channel hii. Na nichukue nafasi hii kukuomba pia uweze kucopy link hii na kushare, peleka kwa jamaa na rafiki na ndugu, wapokee maombi haya. Itakuwa ni baraka nyingi na utakuwa umefanya kazi ya Mungu. Nichukue nafasi hii kabisa kukualika, kama unapitia changamoto, inawezekana pia unatamani tusimame pamoja tuombe, chukua namba ya WhatsApp hapo kwenye screen na uweza kunijulisha unapitia wapi. Tasimama pamoja, tutaomba na mkono wa Mungu unaenda kudhihirika. Lakini pia nikualike sana katika group letu la maombi ambalo tunayo maombi ya moja kwa moja, na unaweza kujoin kwenye group letu la maombi kupitia namba ya WhatsApp yetu ya WhatsApp. Basi tuma kama unahitaji kujiunga na maombi hayo, basi tuma kwamba unahitaji kuingia kwenye maombi na tutakujoin. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi kila siku asubuhi, weka agano la dhabihu. Watu wengi wanapenda kuomba lakini hawapendi kutoa sadaka. Na Biblia Mungu anamwambia Kornelio katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, anasema maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu. Kwa unapoomba, shetani anaogopa mtu anayeomba na anayetoa dhabihu. Kwa usimama na dhabihu kila siku asubuhi, na kila unapoomba utaona matokeo makubwa, kwa sababu ishara na maajabu ni nyingi. Watu wanaendelea kushuhudia namna ambavyo Yesu ameendelea kuwasaidia kwa namna kubwa sana. Nichukue nafasi hii kukualika sana katika neema ya kufanya mambo makubwa 2026. Neema hii ni maombi makubwa sana ya vipengele 15 vya neema, vipengele 15 vya kuomba neema. Kumbuka neema ndio kila kitu. Kumbuka neema ndio utukufu. Kumbuka neema, huwezi kufanikiwa pasipokuwa na neema. Watu wengi wanawezekana hawajui neema, lakini nitamani nikufafanulie kidogo neema ili uweze kutembea kwenye vipengele 15 vya kuomba neema. Haleluya. Neema ni nini? Neema lina maana nyingi sana, labda zinaweza kuwa ni maana zaidi ya kama 15 hivi. Neema neema ni upendeleo ambao Mungu anampa mtu. Neema ni kustahilishwa na Mungu. Neema ni kibali. Neema ni kubarikiwa. Neema ni uwezesho, yani ni nguvu ambayo inakuwezesha, inakuwezesha kufika kwenye hatima, kwenye ndoto. Neema inaweza kukufikisha kwenye utukufu. Neema, ujue neema ni nguvu inayokuwezesha kufika mahali ambako wewe mwenyewe utegemei kufika. Haleluya. Kwa neema ni nguvu inayofungua hatima, ni nguvu inayokupeleka kwenye uthamani, ni nguvu inayokuwezesha kufika kwenye hatua
ambayo akili yako na nguvu zako haziwezi kufika, ambako ufahamu wako hauwezi kufika, ambako yale yaliyokushinda yanawezekana kwa neema. Kwa kuna neema, kuna neema ya wokovu, neema ya utajiri, neema ya uponyaji, neema ya ulinzi, neema ya kuinuliwa, neema ya kuwa mtu mkuu wa Mungu. Ziko neema nyingi. Hiyo yote ni nguvu ya kukufikisha kwenye viwango vikubwa. Kwa hiyo tutakuwa na vipengele 15 vya neema. Vipengele 15 vya neema. Hakikisha unayaomba haya maombi ya neema kila siku asubuhi, na utaona milango mikubwa ikifunguka mwaka 2026 hujawahi kuona kabisa, na mkono wa Mungu unakwenda kudhihirika. Na neema ya leo ni neema ya kuishi maisha marefu. Hii ni neema kubwa sana ambayo hakika tunahitaji, ya kuishi maisha marefu. Baba zetu waliweza kuishi maisha marefu kwa sababu juu yao kulikuwa na neema. Na ukifuatilia sasa, unaweza kuona namna ambavyo watu wamekuwa wanaishi kwa muda mfupi sana. Muda mfupi sana wanakufa, wanatoweka, na hii imekuwa sasa ni watu wamezoea. Lakini nataka niseme si makusudi ya Mungu tuishi maisha mafupi. Kuna haja ya kumwomba Mungu juu ya neema, ya kuishi maisha marefu. Ni maombi ya kila mmoja wetu, aone ndoto zile ambazo Mungu ameweka mbele yake, aone zile baraka ambazo Mungu ameweka mbele yake, aone utukufu ambao Mungu ameweka mbele yake, aone namna ambavyo Yesu amejifunua kwa ajili yake. Kwa hiyo tunahitaji neema ya kuishi maisha marefu, tuone vijukuu vyetu na vitukuu vyetu, tuzifikie zile ndoto ambazo Mungu amezikusudia. Kwa hiyo kuishi muda mrefu ni neema. Kuishi maisha marefu ni kwa neema. Bila neema huwezi kuishi maisha marefu. Wote walioishi maisha marefu, kama nilivyosema hapo mwanzo, walikuwa na neema ya Mungu juu yao, ambayo iliwasababisha kuishi kwa muda huo. Na hapa unaweza kuona namna ambavyo kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 91 mstari wa 16, anasema Zaburi ya 91 pale mstari wa 16, anasema hivi: kwa siku nyingi nitakushibisha, nami nitakuonyesha wokovu wangu. Unaweza kuona kwa siku nyingi nitakushibisha. Anaposema kwa siku nyingi, maana yake nini? Kwa siku nyingi, kwa siku nyingi. Umeona? Kwa siku nyingi, kwa siku nyingi nitakushibisha, nami nitakuonyesha wokovu wangu. Kwa siku nyingi, sio kidogo, kwa siku nyingi. Unaona, anasema nitakushibisha, nami nitakuonyesha wokovu wangu. Kwa siku nyingi, unaweza kuona kwa siku nyingi. Kwa hiyo Mungu hakukusudia tuishi kwa muda mfupi. Mungu hajakusudia si tuishi maisha ya muda mfupi. Yesu hajakusudia tuishi maisha mafupi, hajakusudia. Kwa hiyo ukiona muda mfupi ambao watu wanaishi hapa duniani, ni kwamba kuna neema inakuwa imeondolewa. Kuna neema inakuwa imeondolewa, na neema ikishaondolewa, ujue tayari mtu ataishi maisha mafupi. Neema yenyewe inayoondolewa ni neema. Inaondolewaje? Ni kwa sababu ya watu kutenda dhambi, kumuasi Mungu, watu kutembea kwenye uovu ambao haujakithiri, ambao umekithiri, jambo ambalo linamfanya Mungu kuiondoa neema juu yako ya kuendelea kuishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo unahitaji kuwa mtakatifu. Kama unatamani ile neema ya kuishi muda mrefu, lazima uwe mtakatifu, kwa sababu Mungu anaweza kukuondolea neema. Hiyo ndio kitu ambacho kinaweza kuondoa neema ya mtu kuishi muda mrefu. Lakini tuone sababu nyingine ambayo inamfanya mtu aweze kuishi muda mrefu. Ni sababu gani? Kwa sababu unapoomba lazima straight to the point.
ni kwamba Mungu aliwasaidiaje watu. Labda hii itakusaidia kwenye Kutoka ile sura ya 23, Kutoka ile 23, Kutoka 23 ni mistari kama 5 hivi, nataka uisome na mimi nitakufuatilia kusoma kuanzia mstari wa 20 mpaka mstari wa 25. Biblia inasema tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako mahali pale alipo, mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunzeni mbele yake, mwisikie sauti yake, wala msitie hasira, maana atawasamehe maovu yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Anasema lakini ukisikia sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na watesi wa hao wakutesao. Anasema kwa kuwa malaika wangu atakutangulia mbele yako na kufikisha kwenye Mwamori na Mwiti na Mpelizi na Mkanaani. Usijudie miungu mingine miungu yao, wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa na nguzo zao utazivunja vipande vipande. Mstari wa 25 ni mstari wa muhimu sana. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibariki chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako itatimiza. Unasikia? Sasa tunaanza kuangalia, anasema nitaondoa magonjwa, hakutakuwa hakuna tasa, lakini hesabu ya siku zako nitaitimiza. Sasa pointi yangu ya msingi iko kuitimiza hesabu ya siku zako. Unaona? Iko kutimiza hesabu ya nini? Hesabu ya siku zako. Sasa hiyo hesabu ya siku zako naweza kutimiza. Anasema nitaitimiza. Maana yake Mungu ataitimiza, lakini sharti kubwa aliloweka, anasema nanyi mtamtumikia Bwana. Sasa unaweza kuona watu wengi wanakimbia kutumikia Mungu, lakini nataka nikwambie siri ya siku zako kutimia ni wewe kuamua kumtumikia Mungu kutoka ndani. Hii ndio siri. Kama ukiamua kumtumikia Mungu, neema itakuwa juu yako, utamaliza siku zako zitafika, au utakufa kwa magonjwa, au utakuwa na tasa, au utakuwa yani kuna fursa lukuki ambazo watu hao wameamua kumtumikia Mungu kwa mioyo yao yote. Na hawa ndio naozungumza nao asubuhi ya leo. Wale ambao wamekubali kabisa kwamba mwaka huu 2026 Yesu nitakutumikia. Sasa unamtumikia kwa namna gani? Kuna namna nyingi ya kumtumikia Mungu. Inawezekana saa hii unanisikia, lakini nataka nikwambie utumishi ni mpana sana. Unaweza, mimi nimeshika maiki na kuhubiria na kuombea, lakini nataka nikwambie ninayeshika maiki kukuhubiria na kuombea, maana yake ninafanya kazi ya utumishi. Lakini na wewe unaweza kufanya kazi ya utumishi kwa namna gani? Kazi yako kubwa wewe, lazima usimame utoe sadaka, huo ndio utumishi. Toa sadaka, peleka kazi ya Mungu, huo ndio utumishi. Toa sadaka, nunua vyombo vya kanisa, huo ndio utumishi. Toa sadaka, jenga madhabahu, huo ndio utumishi. Toa sadaka, nunua maiki, huo ndio utumishi. Mwambie Mungu, na mimi naingia agano. Lazima uwe na agano la utumishi. Kama unahitaji kweli kabisa siku zako ziwe nyingi, lazima uwe na agano. Usiende tu kwa mwaka bila agano, kwamba kila wiki nitakuwa natoa sadaka 5,000, kila wiki nitakuwa natoa sadaka 10,000, kila siku nitakuwa natoa sadaka 30,000, nihakikishe nabeba huduma, kila wiki nitakuwa natoa sadaka 100,000 ili nibebe huduma. Huo ndio unaitwa utumishi. Utumishi huo utakusaidia wewe upokee neema ya kuishi maisha marefu na kuishi muda mwingi katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Popote pale ulipo na wewe unatamani kuwa mwenye agano la kumtumikia Mungu, na ndani yako nasikia umebeba sadaka na umeingia agano na hiyo sadaka, nataka nikuombee sahihi ili Mungu akupe neema ya kuishi muda mrefu. Inua mikono yako, sema Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo niko mbele zako, nimenyenyekea kabisa kwako Yesu.
naomba unisamee, naomba unitakase kwa damu yako ya thamani. Baba, nimeshuka mbele zako, ninasi neema ya kuishi maisha marefu mimi na kizazi changu katika jina la Yesu. Baba, umesema mtu akikutumikia wewe utamwondolea magonjwa, utamtenga na laana, utamtenga na mikosi, utamtenga na magonjwa. Bwana Yesu, nami niko mbele yako katika jina Yesu. Ninakuomba unipe neema ya kuishi maisha marefu, nione watoto wangu, vizazi vyangu, vijukuu na vitukuu na vilembwe katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nipe na mimi neema ya kukutumikia wewe, nisimame kwa sadaka, nihubirie watu injili, watu wakujue wewe, watu wakuthibitishe wewe. Baba, nisimame, weka mzigo ndani yangu wa kuifanya kazi hii katika jina la Yesu Kristo. Rikandaramasata, anza kuomba neema ya muishi maisha marefu katika jina Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtumishi wako, pe neema Bwana ya kuishi maisha marefu. Risataramasaka, majali yasimpate, magonjwa, tauni za kila namna, kwa jina la Yesu. Simpate jambo lolote la kukatiza uhai wetu Bwana, usikatizwe. Tuone neema, tuone nguvu. Risandaramasaka, roshakarabakoria. Oh my Jesus, yule ambaye amekubali kutumika, Baba, fanya jambo, achilia jambo jipya, achilia neema mpya. Risandaramakoria, ratarabasata, renda remakorabashaka. Baba, ninamwombea msikilizaji wangu, mupe neema ya kuishi maisha marefu mwaka huu. Yesu, pe neema ya kuishi miaka mingi, asimame na kutumikie sawa sawa na fadhili zako. Asante Roho Mtakatifu, kwa kuwa neno lako umelithibitisha katika jina Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Nikualike popote pale ulipo, shiriki na mimi kupitia sadaka yako. Weka kwenye namba ya 0679645759 na Mungu akupe neema ya kuishi maisha marefu. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema, nikukaribishe pia kwenye maombi yanayoendelea. Shalom, shalom, shalom.